Mume wangu. Mume wangu. Mbona unaondoka haraka hata tujamaliza kuagana jamani? Kwani nimekwambia mke wangu unaenda kwa rafiki yangu nijue muamala wa kazi uko vipi? Mimi kuna kitu nataka nikwambie, wewe umeondoka haraka anaanza kutafuta mimi kama kipi tena ambacho unataka kuniambia? Mume wangu, si unajua kesho kutwa Ramadhani inaanza. Nilikuwa nishasahau kabisa. Asante kwa kunikumbusha mke wangu. Ndio kumwangu kukukumbusha. Kwa sababu inaanza kesho kutwa na itaangukia kwenye damu ya mwenzangu. Mwenzangu. Kwa naomba kabisa unipe mimi hela yangu ninayo kabisa. Ya maandalizi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuja kwa kula ndo. Basi sawa, ila haijaribika. Ila huko ninapokwenda kama nitachelewa, nitakutumia kwenye Tigo Pesa. Ima nitakuletea ni direct mpaka nje. Sitaki bwana mambo ya kutumia na kwenye simu. Ya. Mimi nataka unipe ni hesabu kuna kupepea. Ngizika. Usimsafirishe wewe. Ukalikuwa ndo. Jambo kitu kimoja Aisha. Naingia kwenye mfungo wa Ramadhani ndio, mimi ninafunga. Mimi hata nikifungua sitaki kuwa na mahusiano na wewe. Mimi sitaki. Wewe nani? Ndugu. Tamam, hebu njoo ndugu. Shemeji yako yule pale Aisha kasingua. Anasemaje Aisha? Aisha nilikuwa naongea naye anasingua. Aisha hataki kufunga na mimi ndoa. Achana naye. Kuuliza kitu? Hivi Mungu na dem bora nani? Wewe bora Mungu. Kama hataki kufunga ndoa achana naye. Ingia kwenye mfungo wa Ramadhani. Hata sasa hivi nikitoka kwenye mfungo wa Ramadhani, mimi na mahusiano basi. Sasa achana naye. Kesho kama vile tufanye mpango, tukavunja jungu na kina Farida kule. Ndio uzuri wake. Kwa sababu tuna vidumu viko. Tupenda kula hata chakula chetu. Yaani nitakula sana. Ningenda kule mapema nishinde. Sema sawa? Nitamkumbusha huko. Mwezi wa Ramadhani ndio huo karibia. Mambo yake yale. Unajua? Yaani shoga yangu. Bora hata uongee wewe. Mimi kila siku naongea kuhusu Mudi. Kila siku. Labda sauti yako ataisikia. Hayo mambo mimi nishaacha. Wewe huyo? Nafunga viungu vyote sasa. Namaliza full stop. Baba, viungo vitatu 30 hivyo. Jiandaeni chakula kitali. Maana una mrefu mfu mnene mwembamba semeji Ninapoingia kwenye mfungo huu yuko ndani. Kwanza kiwezekana hapo kwenye kuoa hapo shoga. Sijui hata namuonani maana ana hiki. Sasa hapo sijui. Angalia. Tunaingia kwenye mfungo jamani, haya mambo tuyazungumzie. Mimi nishaacha shemeji. Wewe hata jana umeona nimetoka. Sasa na kaa zangu ndani. Basi inshallah tunakuombea kwa Mungu kwa kweli. Akusaidie. Hapo inshallah. Ikiwezekana utuletee huyo mdogo wetu. Inshallah. Hapo hilo limeisha. Wewe na uhuru. Nakuombea. Mwenzangu kutoe sana kama tunakufukuza. Tuarudi tuendelee na majukumu mengine.
Halo tu. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwema gani? Nilikuwa nakwambia hivi. Mwezi mtukufu wa Ramadhani uko karibuni kuingia. Nikwambia tufiche mahusiano yangu baina mimi na wewe. Niache na ndoa yangu na wake zangu. Nielewa? Ni hilo tu. Sawa, asante. Mke wangu. Nenda. Njoo mara moja. Abe mme wangu. Saa ngapi sasa hivi? Saa 9:30. Chakula cha mchana tulikuwa saa ngapi? Chakula cha mchana nitegemea saa 10. Saa 10 ya nini? Mme wangu, muda ule nimekupa mandazi 10 na vikombe hivi 2. Kwa hiyo nikajua mpaka saa 10 ndio tutakula chakula cha mchana. Mandazi 10 sio mengi. Nina njaa. Mme wangu, sasa kwa ulaji huo na mwezi wa Ramadhani ndio huo umekaribia. Naweza kufunga kweli? Ni Ramadhani. Huu mwezi uko mwezi wa Shaban. Tunajiandaa katika maandalizi ya Ramadhani. Mwenyewe sitaki upumbavu. Ndio sio kwa chakula kwa meza pale. Ungeita manunguniko. Mimi kwa chakula kwa meza pale, naomba nipikie chakula sisi. Sawa. Nenda! Sawa mme wangu. Ninapunguza hasira mme wangu. Sitaki unipande kichwani. Mwenzio anajua vizuri. Mke mkubwa. Ndio mme wangu basi. Nenda! Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mbona umekuwa adimu sana ndugu yangu? Nipo kaka. Maana mpaka najiuliza kipiga simu yako inaita upokee. Nipo ndugu yangu. Unajua sasa tupo kwenye mfungo wa Ramadhani. Sawa. Mradi nimekuona, basi jioni ya leo uje kwa shemeji yako Sapi. Basi inshallah. Okay. Inshallah. Haya, kazi njema. Haya. Shemeji. We Mudi we. Utaibiwa. Unalala hadi unaota, utaibiwa. Mimi nenda zangu pengine.
Yule muhango anaendai yule, akija utachukua hela mezani utampa tena. Sawa. Hata sichelewi. Sichelewe. Sichelewi. Mume wangu Zamida. Swali. Fungu tatu. Si fungu.
hii somo ya leo. Maana kwa upande wangu naiona ngumu sana. Na nimeshikwa na njaa. Si nifungulie ima nikinaumwa. Nake juu kama tamaliza siku mpaka muda kufutua utafika. Hebu niangalie ndani ya masaa 2 matatu. Kama nitashindwa, bora nichukue uamuzi tu. Yani nife kuna jiona. Mume wangu. Rebeka, mke wangu. Vipi? Unazunguka tu muda. Amna mke wangu, nimeamka vibaya. Kichwa kinaniuma sana. Kama kichwa kinakuuma. Sio kama pumzike mume wangu. Amna, najikaza tu sabuni. Au swaumu ya kukaza mume wangu. Maana nakujua. Ushaanza mchezo, unajua vizuri. Usije kaniharibia saumu yangu. Ushaanza kumavako. Nifanye kafungue fomu yako, sikia? Kama unatafuta ya huko nyuma ya pazia, utayapata mchezo. Utakuwa mimi. Utakuwa. Utaka nikafungulia saumu yangu. Basi mume wangu yaishe. Masuala mengine hayafai. Nimesababisha ndugu yangu alikufa mwaka 1995 kwa masuala haya. Asante sana. Vipi mzetu wa jambo? Na jambo. Maana alipokuwa kule kwangu alisema anaumwa, sijui. Mimi nikajua tu labda saumu imemkaza. Amna hata saumu, shoga yangu anaumwa. Kama usiku yani amechamka. Lakini sasa ameshaamka, amejimwagia maji kaenda kwa mzee Juma mara moja. Tafadhali. Ila tumwombe kwa Mwenyezi Mungu atapona. Basi mimi nashukuru. Niwaache. Yaani shoga yangu wewe, hakuna hata siku moja ulokuja tukakaa, tukapika, tukafanyaje? Yaani wewe ukija tu kama unachungulia. Bwana. Usijali, siku nyingine nitakuja, tutakaa, tutashinda, tutapika, tutakula, usijali. Kila siku ndo maneno yako tu, nitakuja. Usijali. Eti. Na wewe mvivu. Shoga yangu wewe, acha tu mambo mengi. Jamani. Basi ngoja nikutoe. Heri. Alhamdulillah, kwema? Kwema, upo? Sasa unafanya nini ndugu yangu? Nini kuhusu?
unachokifanya hicho unafanya nini? Haujui kwamba huu ni mwezi mtukufu, mwezi wa Ramadhani? Mimi sio Muislamu. Sawa, hata kama sio Muislamu, dunia nzima inajua kwamba huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Watu wapo kwenye mfungo. Haukatazi kula. Tafuta sehemu, kaa pembeni, ule kisha uondoke na safari zako shehe. Kwa ina maana ustazi, watu wote ambao ni watesi ambao hawajafunga wasile? Sio nakatazwa kula. Yaani shida hivi, kula barabarani sio vizuri. Wewe inapaswa kwanza ukae sehemu ule, kula, ukimaliza hapo fuata mambo yako. Sijui umenielewa. Sasa hiyo ni dhambi kwa sababu utamshawishi mtu mwingine naye pia ale. Na imani. Lakini mimi nachotoka nikwambie shehe wangu. Kaa sehemu, tafuta kivuli chako, kula vizuri, ukitoka toke enda kukala, tunatembea. Basi hata kama mmoja, hata mtu atojua kwamba wewe umefunga hujafunga. Lakini hata kama hivyo ni dhambi kubwa sana. Aisa. Ni swaumu, ni kuchoka. Modi. Umekucha. Wewe kila siku kulala na wewe. Hata unakutafuta vibarua uko nje unashinda. Kwa mimi kulala kwangu imekuwa shida kwako. Umeshakuwa unajua. Lala mwenyewe sasa kama unaona mimi na faida. Yaani umezigua kina malala mwenyewe. Ni bora mama yangu angetaa fenesi. Tungetumia mafuta ya kula. Kwa ni kukuzaa mtoto wewe ambao una hasara katika dunia hii. Una choti kila siku. Wewe kulala kila siku, mara kabla ya Ramadhani hajaingia ulikuwa unalala yote. Kama unaumwa sasa nikupeleke hospitali. Ndio enda tabadilika mbele. Mume wangu. Mbona hivyo? Kuchoka na kuuma mke wangu. Kuumwa kweli au saumu? Mke wangu. Nikwambia naumwa kweli. Maana nakujua. Ushaga pumagu wako. Basi pole. Usielewe kupandisha hasira. Ushaanza? Mume wangu. Unanijua vizuri. Basi. Na unajua kupandisha hasira, usielewe kunipiga na bakora. Mume wangu. Ndio natapika?
Basi pole. Pole. Pole mume wangu. Nikwambia naumwa na kama naiti. Au nategea kufunga? Marhuni mkubwa. Unajua mke wangu, mimi naumwa kweli. Sio kama nakataa kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na leo nimeshikwa kweli. Nielewa? Kwa nikwambia naumwa nielewe. Basi. Nikikwambia naumwa unielewe. Naambia mashemeji zako. Upumbavu wao sipendi. Nitatimua wote nyumbani kwangu. Maka ana faida kwangu. Pole. Kwani Hiyo kaka. shemeji yako Sabina huko Hiyo. ananiuzi. Tena tupo kwenye mwezi mtukufu tena mnataka kugombana kaka. Ananiuzi. Mimi naumwa, anaambia mimi naiti kuumwa. Sitaki kufunga. Sasa ndugu yangu, mpo kwenye mfungo tena mnataka mwezi kuleta ugomvi, mwezi kugombana. Ongea na shemeji yako mapema. Hajanijua mimi pande wangu wapi uko vipi. Lakini sasa si katokea ugomvi. Tupo kwenye mwezi wa Ramadhani, mwezi wa haki, mwezi mtukufu. Sawa, mimi nitaongea naye. Hiyo shemeji yangu mimi nitaongea naye. Haja kujua tu wewe. Sababu wewe umeanza kufunga una miaka 15. Hajataliwa wewe. Unajua ndugu yangu, mengine mpaka anakera. Lakini sasa si katokea ugomvi. Tupo kwenye mwezi wa Ramadhani, mwezi wa haki, mwezi mtukufu. Mimi nitakaa naye nitaongea naye. Ana imani atanisikia tu. Hajui pande wangu pili uko vipi. Mwache anje atakiwa tamtema kule. Sawa, haina shida. Sasa kaka, ngoja mimi nende katawaze, nitaka niingie kidogo nikasali kidogo. Haya. Nafunga na ndosi. Yangu. Salma. Abe. Mimi nashukuru Mungu unaendelea vizuri. Kwa leo nimeamka tofauti na siku zote za nyuma. Kama naendelea vizuri, nataka unipikie futari nzuri na tamu na yunge na nazi. Na kujua mke wangu ukikaa pale studio ukichanganya hiki na kile atuna mpaka na jiramba vidole. Sasa hivi au baadaye? Utajua mwenye mradi mpaka saa 12 na uturu kimeshaikuwa tayari. Changanya sasa unavyoniambia nikakupikia ni sahihi. Mapenzi ni kuheshimiana. Nami mpenzi nimekuheshimu. Jamani, mmeokoa kumbuka hizo kwa nanikia sasa hata uniimbe. Gari yangu ina malama kubwa. Nataka nikambe nyumba za ghorofa. Sasa jamani, mmeokoa sio shingo yenyewe utaikata jamani. Kiacho kumba Mwenyezi Mungu akiwezi kikakatika la kuchomoka.
hakitoki, labda upate ajali. Mwenye mke wangu mashallah, Mungu alivyokuwa nakuumba ilikuwa siku ya Alhamisi na tena alikuwa kachoka. Unajua mke wangu tofauti na mke mdogo. Mke mdogo Mwenyezi Mungu kamuumba yeye mbegu fupi kama kina Bizimani yule mtu wa Pogoro, ndio mbegu ya mke mdogo. Tena kakaomba vizuri kafupi hapo kamejaa Mungu sasa jamani, shehe maneno hayo vipi? Namsifia, si kama namnanga, namsifia mke wangu. Sababu afoka magari yamepigaje kiponi kuja. Hapa kwa hizi vitu kama zimebana template. Oh. Umerudi? Nimerudi mke wangu. Sasa huko. Huko isa. Ila leo mke wangu nimefunga. Niko ni sawa. Mbavu wako staki. Na unaenda hapo? Naenda kwa shoga yangu hapo. Usile kurudi. Unajua muda sio rafiki. Unajua mwenye muda sio rafiki. Narudi sasa hivi. Nawe kurudi. Nini? Mimi nikwambia uweze kucheza. Hiyo mdomo ngumu. Sio kwangu mimi. Hiyo baadaye Sitakuonyesha. Kazi tu zinakushinda game kuweza. Hebu niache sasa kitu. Mimi na wewe tena tunaanza kusemana. Mimi na wewe hivi. Mimi na wewe tutalazianaje? Sasa unajua afu natazalao. Najua tu lazima utanipa wewe na mimi tena. Hebu cheza hapa nione. Wewe utoboa hilo. Wewe umeshafika level ya 4 hiyo loko. Wewe shida game kati sipendi. Sasa kabla mwanzo. Wewe, unaona? Ni huyu. Hapo. Unaona ukulifika? Ukulifika unaona? Umebatisha. Hapo ukifika unarusha, wewe unakandamiza chini. Hebu tuone batisha, umebatisha. Disco shengi ya Masai. Hivi mke wangu. Unakaa na shemeji yako ingaje uko katika hali hiyo bila kutaka. Uone kifua chako. Unakaa na huyu pondo kila wakati analala. Ndo niambie sebeni hivi, si ungeenda kuniambia chumbani? Nipande kichwani. Muda si rafiki huu. Nenda kingine katafute tayari anza kuiandaa. Sasa wewe wangu, hiyo ni njaa au kitu gani? Unakaa na uzoba. Lakini wangu Kwa kulalana na kila siku. Tongea imejia rebo bila kufa Ramadhani yenye kulala kama pono. Kwenda kutafuta barua konti anashindwa kutafuta barua kusaidia fundi. Lakini mume wangu unaniingilia kwenye majukumu yangu. Ina maana wewe unajua kama ya. Karibu sana. Sasa serikali tukata kimoja. basi. Mimi ndo kufuata au kumle nyumba. Nenda. Wai kana betu na mama. Mimi ndo mami. Mwezi mtukufu wa Ramadhani huo. Baada ya kutaka kusoma Qur'ani, kusoma nyiradi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mnakaa mnacheza game. Wakati tucheza game mnao, wakati wa kuswali hamna. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Mwambie shehe. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam shehe. Kwema? Kama kawaida. Safi. Upo? Tupo ndugu yangu. Bwana, mbona unaonekana? Bwana mimi nipo. Si unajua tupo kwenye mwezi mtukufu mwezi huu. Fresh, mbona unaona huko hai huko vipi? Niko ovyo vibaya mno. Nini tatizo? Nitapiga vile vitu kidogo. Kama hujafunga shika hiki hapa. Hamna situmii. Astaghfirullah ila hadi. Ndugu yangu wewe mchana. Hujafunga usiku futari kaka kawaida. Siwezi mpaka mwezi uishe. Basi haya. Siwezi nikatumia hata siku moja hivi. Basi sawa. Basi poa. Haina shida. Haya bwana. Halo mke mwenzangu. Habari. Nzuri, habari za huko? Sasa unaendeleaje? Naendelea vizuri. Mpe wapi shoga yangu? Shoga yangu nijiongeze vipi? Mbona hata hayo mambo siyawezi shoga yangu? Shoga yangu mimi hata mambo hayo magumu. Wewe hata usijali, nianzeje yani nimwanzie wapi? Wewe hata usijali. Sawa basi, karibu sana. Haya mpenzi. Anachanganya mambo ya umalaya, hata mimi siyawezi. Au ndo katumwa haja nichunguze mwisho ndo yangu ivunjike, hata mimi siwezi. Nishashtuka. Wapi aninasi, najua tu mume wangu ananipenda, atanunulia hata siku kibati moja. Odi. Hebu fanya hivi. Toka hapo uende pale kwa Juma pale. Ukaangalie juisi. Sasa nini sasa? Ushaanza kumtumatuma tu hapo. Sasa kila kitu wewe okay. Unakataa. Sasa mimi mtume nani ndani? Kwani si uende wewe? Shemeji yuko ndani kama vile mtume shemeji. Shemeji ndio bora tuangaikia sasa kiaftari hapa tunakula usiku na tuamsha tunakula daku hapo hotel na tunakula. Mimi siendi bwana. Hivyo je utaacha? Oje. Bwana karibu kaka. Asante. Karibu sana sisi. Kwema karibu. Wa alaykum salaam. Bwana mjomba. Wasamani. Hivi Msakongoni imemkuta? Msakongoni aliondoka, alituaga anaenda kwa rafiki yake mmoja anakaa hapo nyuma hivi. Bwana shida naye? Sana. Sawa, kama vipi tumpigie simu? Hapana, simpigie. Ila akija mwambie mimi nifike. Sawa, haina shida.
Habari. Karibu. Asante kwa siku. Nzuri. Yaani mimi natoka kidogo nina lingine. Shem samani bana, ukianza kurudi, hebu pitia pale kwa mama kwa Mama Juma. Hebu angalia ile juisi, maana juisi ndio juisi nzuri sana ukianza kula futari. Pata na ile juisi. Mashida. Kwa shimeji yangu bana, kivurugi wangu unamaliza na nitakwenda kuleta kelele. Yaani usikitu, si tutambeba mpaka lini? Ana watu wake. Mudi nimebandika mboga na iko. Wewe na tena mimi niangalia mboga. Unanikatalia sasa? Wewe na mimi tena. Basi nitaangalia. Wewe mimi na wewe tena. Sawa. Karibu tena. Muone mshauri. Karibu sana. Sawa. Halo. Mimi niko huko mbele kabisa. Hapa maeneo ya Kwangobe hapa. Bibi ndo nini jamani kufuatana nyumbani? Baby. Wewe ndo umetaka. Mimi nimetakaje? Nakupigia simu zangu upokee. Alafu jana umenipigia simu, baby nataka nione naye kwa sababu nataka nikwambie. Leo napigia simu zangu upokee kabisa. Kwa nini? Mimi nilikuwa nje. Unajua tena mtoto wa kike asubuhi lazima uwe na pilika. Mimi ningeota. Ningejua. Mimi bwana pale mimi kushtua na roho pale. Okay, poa. Usijali. Sawa. Niambie sasa. Shona. Baby. Mimi hapo nilikuwa na shida. Shida gani? Mpenzi wangu. Unajua sasa hivi Ramadhani na kazi ya kuisha. Ndio. Na sikukuu inakaribia. Kwa hiyo nilikuwa naomba uninunulie nguo. Kwa unataka shilingi ngapi mpenzi wangu? Tena pia nilikuwa nataka abaya. Abaya. Hiyo shilingi ngapi abaya? Ndio. Kwa hiyo nakupenda. Ila naomba nipe siku hizi. Nitakupatia. Asante. Unaelekea basi punguzana. Uogope kuongozana na mke wa mtu. Mimi nakupenda sana naogopa. Wewe? Yule mzee si uko zake tambe kama sui pipa limekaa tu kwa ndani. Shogangu nazidi kung'aa. Wewe je, cheki unapofutuka mwenzangu. Shogangu mimi naona wewe ndio imekupenda. Shogangu napendwa pande zote mbili, kushoto na kulia. Sinanipea vipi? Umezidi kufutuka. Yaani shoga yangu na ubuyo. Kutoka wapi? Mzito. Kama unavyojua shoga yangu, napendaga kuongea ubuyo wangu mwenyewe, vitu vyako sinyuji. Kwa hiyo shoga yangu hapa nilipo, shemeji yako kaniambia ananinunulia abaya. Basi ndio hiyo. Na sio abaya tu shoga yangu, na pochi ananijazia. Kwa hiyo siku hiyo nitakuwa doni mimi. Kwa tunaenda wapi? Niachie mimi. Kwa mimi ni kipenzi changu. Mimi ndo mzee wa kuchekecha. Basi nikifika shogangu kuna issue nitakwambia. Tutachati. Je, ni wapi kwa? Basi tutawasiliana. Haya.
Nashukuru Mungu katuamsha salama mpaka muda huu tunatumia pumzi ambayo tulipia ushuru. Pia nashukuru familia yangu wote mko hapa, mke mkubwa na mke mdogo. Nataka kuambieni kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani umeingia. Mwezi mtukufu wa Ramadhani ukiingia, tunatakiwa tumche sana Mwenyezi Mungu, kusoma Qur'ani, kusoma miraji mbalimbali ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na ibada, na tuache yale machafu yote ambayo tunayatenda si binadamu, sababu mwezi huu mtukufu ni mwezi wa kutuma mema. Mwezi wa kutuma, nisikia mke wangu, kama ni mwezi wa kutuma mema, basi napenda kuona katika nyumba yangu au nyumba zangu zote mbili, kwa mke mkubwa na kwa mke mdogo, nione furaha inashamiri, nione upendo unashamiri, amani inashamiri. Sasa kuona baina yenu nimekuta sehemu ambazo hazistahili, mimi nadhani niishi hapa, na nadhani azana hiyo inazima. Kaka, mimi nilikuwa na shauri kitu kimoja, maana tupo kwenye mfungo wa Ramadhani. Mwisho wa mfungo tukianza kufungua, mimi na Mudi tuchange hela tununue mbuzi, tuite watu tufanye sherehe hapa nyumbani. Mimi sina hela. Wewe Mudi, hivi una hela shilingi 50 wewe utakushinda kutafuta shilingi 50 uende tukanunue mbuzi hata walapi? Hela zako tu hapa nalipangua mimi. Mbuzi anaitoa. Umeona shemeji? Umemwona huyu? Nikikwambia huyu anamteteaga Mudi, mimi nasemaga mimi nadanganya. Hela Mudi anaitoa wapi ya kununua mbuzi? Basi na mimi pia nitabariki, nitatoa kiasi changu cha pesa benki, nitanunua mbuzi wao, tutafanya dua. Azara imeshalia hapo. Wewe Mudi nyanyuka twende msikitini. Hapo mlango usivai hizo sendo zimechanika chanika. Kwaje nikutolee mtu? Ni kuandaa futari mwaka mzima. Chakula paka kio kitamu ni kazi mme wangu. Paka kitoke kitamu sio mchezo. Unaingilia mambo ya jikoni tena? Kazi gani? Kwani si anoma tujue kupika? Ngoja Ramadhani iishe utanisaidia kupika. Nikia na muda nitakusaidia kupika. Maana mimi pia nifungiwa kupika. Kaka wewe muongo. Utake futari kambaya kwako. Wewe mimi nikile nyumba ndo mdogo tu nikwambia unisaidie kupika unadhani nitandika. Tatizo lako wewe mkorofi. Yaani kila siku ukiambiwa kitu tu ni mkorofi. Ukiambiwa kitu hivyo ukaanza kuja kuisha lini? Basi tuleni. Bismillah. Bismillah.
Kesho mke wangu tupikie iftari ya tamu, viazi vitamu na magimbi. Umesikia? Usijali mume wangu. Unajua mke wako wa kupika? Nakujua mimi. Mwambie pika tandika huko. Tandika bana pale ndo unauza magimbi sijui viazi bei ndogo. Hello? Oh, sweetie. Salama tu, sijui wewe? Zatoka juzi? Ndio. Mbona nishakutumia mpenzi wangu, hujaiona? Nimetuma muda tu. Nimetuma ya ndogo tu. Kama $1.5 hivi. Sasa nisikilize. Naomba bwana, sikukuu ikifika uje kweli. So siku inafika naambia mimi natoka na mume wangu. Mimi bwana sijakuelewa. Haya, poa. Okay, bye. Umelala. Nauma. Sasa nataka nifanye nini bwana? Sarudi hapo. Yaani tokea Ramadhani. Wewe ni kulala. Kabla Ramadhani kwa ulala. Yaani nyie mtakuja mtoe watu kwenye swaumu. Yaani mkirudi mna kelele. Kwa nini simkute tu mtu kanyamaza mnajua kanyamaza? Hivi ni lini mwaka gani wewe ambao unaweza ukafunga tu zote zikakamilika? Hivi hapa kati yenu nani mtoto wa mwisho? Kwa nini hamniheshimu? Basi ndo kushakucha kila siku tu kumsema Mudi jamani. Ndio mtetezo wako. Yaani Kwema huko mmekotoka? Sasa kweli na amani jamani. Nini lakini? Hivi huyu shemeji yako huyu naye bana anajilegeza sana mtoto wa kiume, sisi tunapomwelekeza ni mtoto wa kiume. unamsikia sasa anasema. Na wewe tuaze. Nikato zilo. Umeona Umeanza? Unaona zingua. Ndio kwa pombe kweli. Utaniachia mboga tunakuta nisikie. Nitakapokubonda. Unaona pale anakwambia shemeji yako. Kulala tu. Kutu wazima kulala. Sawa wewe.
Shemeji. Shemeji. Shemeji unakuja kisungura. Nimefuata nini? Kuja kuuliza swali nini? Ndio nimeleo tu. Mimi wallahi tena wapi mimi nimefunga. Mimi nimefunga. Anacho. Yangu. Kuna nini? Kuna nini? Mimi nimefunga kweli. Aibu naona mie. Niambieni kuna nini? Alafu wewe. Unasikia? Anakunywa kitamba. Leo tu jamani na mie ni shemeji. Ana mie. Kaka yako. Kafanya nini? Anakisungura. Hata mjinga hapo unaleta. Mimi kaka yako bwana. Unakunywa sungura wewe haufungi. Mazoea yako. Haujafunga wewe. Unaona sisi watu hawafungi nawaambia. Unaona anakunywa sungura. Kaka mimi nimefunga kweli kaka. Meangu. Mimi natoa ile dogo kufunga mfungia. Kila siku mnaweza kumsema Mudi. Oh, Mudi analala, Mudi anafanyaje? Wala hata Mudi wangu amekata. Kakata wapi na wewe? Wote hapa afungia. Amekata tukutana nyuma wao kuna kunywa maji. Wewe unakula andazi. Jamani.